Kufuatia mwaka huu ambao TAMWA Zanzibar unaadhimisha siku ya mwanamke duniani, TAMWA Zanzibar kushirikiana na shirika la Ujerumani GIZ tulifanya study ambayo iliangalia ushiriki wa wanawake katika michezo lakini na uongozi. Study hii iliangalia pande mbili, iliangalia ushiriki wa wanawake kwa kuangalia perceptions za jamii, lakini pia imeenda kuangalia sera ya michezo ya Zanzibar 2018, kuangalia kuna madhaifu gani ambayo yanakwaza au yanaminya ushiriki wa wanawake na uongozi na michezo. Kwa hiyo katika utafiti huu kikubwa ambacho tumekibaini kwa upande wa sera, tumeona kwamba sera yetu ni nzuri, lakini kikubwa ni utekelezaji wake. Tumeona kwamba sera haijawekewa mikakati ya kuimarisha ushiriki wa wanawake na michezo, ikiwemo mikakati ya uhamasishaji, ikiwemo mikakati ya kuimarisha wanawake katika sekta ya uongozi kwenye michezo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunaamini kwamba sera yetu ilivyo nzuri, kama tutaweka mikakati mizuri, basi itakuwa ni sera ambayo inalenga au ina lengo zuri la kuimarisha ushiriki wa wanawake na uongozi na kwenye michezo. Lakini kwa upande wa jamii tuliangalia hamasa ya wanawake, tumeona takriban 76% ya wanawake wanahamasika, na hii kuhamasika kwao kunatokana na program mbalimbali ambazo zipo shuleni, program ambazo zinafanyika mitaani za kuwaengage katika michezo mbalimbali. Lakini vile tuliangalia kwenye swala la uongozi. Kwenye swala la uongozi bado tunaona kwamba ni changamoto sana. Wanawake viongozi kwenye michezo ni 24% kwa mujibu wa utafiti wetu ambao tumeuona. 24% ndio hapo katika uongozi, lakini 76% wao kuna wengine ambao wamepata changamoto ya kwamba wamenyimwa fursa za uongozi na kuna ambao hawajapata fursa kabisa. Kwa kuna haja ya hizi taasisi ambazo zinadili na masuala ya michezo kuzihamasisha juu ya umuhimu wa kumpa nafasi mwanamke kujiengage katika swala la michezo. Lakini pia tumeangalia fakta moja ambayo inaitwa masuala ya gender based violence au sexual harassment. Wapo wana michezo wasichana na wanawake ambao wamehamasika kuingia katika michezo, lakini wanakumbana na changamoto mbalimbali za udhalilishaji kutoka kwenye jamii, udhalilishaji kutoka kwa makocha, udhalilishaji pia vile kutoka kwa wana michezo wenzi wao. Kwa hiyo tumeona takriban 44% ya wana michezo wanawake wameshawahi kupata udhalilishaji kwa namna moja au nyingine kupitia makocha. Kuna udhalilishaji wengine wa kutukanwa, lakini kuna udhalilishaji wa kudharauliwa kutoka katika jamii. Kwa hii kwa namna moja nyingine tumeona kwamba ina undermine hata ile community sensitization, inaweza ikapungua kwa kuona kwamba wale ambao tunawaita ni role model ambao hapo katika michezo wanakumbana na changamoto hizi ambao kwa namna moja au nyingine zinaweza zikaminya ushiriki wa wanawake katika suala la michezo na uongozi kwa ujumla.